Bwana Yesu asifiwe sana. Wana na binti za Mungu, kwanza ni wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mahali pale ambapo mpo mnaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya, bara la Afrika, mimi ni mtumwa wenu. Kwanza kabisa niwape pole wale wote ambao wamepatwa na maafa makali juu ya dhoruba hii ambayo inaendelea katika taifa letu la Tanzania. Na kiukweli hakuna lugha ambayo inaweza ikapenya kwenye mioyo ya watu ambao wameondokewa ndugu zao. Hii kitu kwangu mimi nakosa maneno ya kuweza kuzungumza ili kuweza kuiganga ile mioyo iliyoumizwa. Maana kuondokewa na wapendwa ni huzuni ambayo huyo mtu ameshaondoka. Hakuna chochote ambacho kinaweza kikafanya huyu mtu akarejea tena. Kwa hiyo ndio maana tunaambiwa uhai ni wa muhimu kuliko kitu chochote, kwa sababu uhai ukishaondoka hauwezi tena kurejea kwa mwanadamu. Na huyo mtu ameondoka mpaka parapanda ukiama kitakapokuwa kimefika kwa mujibu wa imani zetu tulizonazo. Kwa hiyo niwape pole nikisema kwamba Mungu awafariji Watanzania wote ambao mmepatwa na haya maafa, kwa mateso ambayo yanaendelea, kwa changamoto ya taifa letu, na watu wengi wameumizwa. Kiukweli inasikitisha na ninaumia pale ambapo baadhi ya viongozi wa juu, wa ngazi za juu ya serikali, hakuna hata mmoja ambaye anayejitokeza kujaribu kutoa maneno ya kuwapa pole wale waliopatwa na maafa. Haijalishi wamepatwa maafa kwa namna gani, lakini ukiwa kama Mtanzania na kiongozi lazima uwe na utu wa kuweza kutambua maumivu ya kuondokewa na wapendwa. Unajua, kuondokewa na mtu wa karibu haijalishi kwamba alikuwa anakuuzi. Mtu akishaondoka kuna kuwagepo na ile simanzi, kwa sababu huyo mtu ameondoka duniani. Kitendo cha kuondoka mtu duniani huwa kinapoteza hata yale mauzi yake, kunaanza kuhisi uwepo wake hata kama alikuwa anakuuzi. Kwa hiyo mtu akishaondoka ni jambo moja ambalo sio zuri sana kwa mwanadamu, na kifo hakijawahi kuzoeleka. Kwa hiyo mimi nasikitishwa sana na viongozi wa kiserikali ama viongozi wakubwa ambao bado wana kauli ambazo haziwaponya, haziwagange, haziwafariji wale wananchi wao, na matokeo yake wanaangazia kuangazia wale kadha wa kadha, labda wao wanaoona kwamba wanasababisha haya maafa. Kiukweli kauli kama hizi kwa taifa letu, kama viongozi wa kiserikali wakubwa, zinaumiza sana, binaleta challenge. Lakini pamoja na hayo, basi wangekuwa wanatulia kidogo, wangetulia kwanza sasa hivi, wasiendelee kupandisha mol ya wananchi, kwa sababu ukiangalia kama wito huu ambao wale kadha wa kadha tena wameitwa kwa ajili ya wamekamatwa, wengine wameenda polisi. Mito kama hii bado inaamsha mambo fulani kwenye mioyo ya Watanzania. Wanajaribu sasa, hata kama walikuwa wanaitazama serikali katika mtazamo fulani, sasa inaanza kuwajengea picture kwamba hiki ni kitu cha namna gani. Kwa hiyo hata Mtanzania wa kawaida anaanza kuona sasa hapa tuko kwenye ubabe. Yani kwamba nifanya chochote mimi nina nguvu, nafanya chochote na nguvu. Kwa hiyo sasa najaribu kuona namna gani serikali na viongozi wajaribu basi kutulia huu muda, watulie huu muda, wanyamaze, kwa sababu wasiendelee kutonesha vidonda vibichi vya watu ambao wanaumia, wanaomboleza. Unajua ni mbaya sana kuona watu wanalia kwenye msiba halafu bado unawaingizia vichekesho au unawaingizia program zingine. Unajua watu wameumia sana. Kwa hiyo ninawaomba sana viongozi wa serikali, ni vizuri sana kama hakuna chochote cha kufanya au cha kuongea, ni vizuri kutumia maneno mazuri yenye kufariji na kuganga mioyo hawa watu. Watu wameumia, watu wanaomboleza kwa ajili ya ndugu zao, wengine hawaonekani. Kwa hiyo lazima tuwepo na ile busara ya hekima na utu wa kibinadamu. Kwa hiyo hata kama hawa watu labda walikosea kwa namna ambavyo ya mitazamo tunatofautiana,
wengine wanasema kuandamana, wengine wanasema walikosea, yani kwa namna yoyote ile, lakini lazima tuwe na lugha ya kujua kwamba taifa linapita katika maombolezo. Haijalishi ya maombolezo yamekuja kwa namna gani. Kwa hiyo viongozi wa serikali, mimi kama mtumishi wa Mungu natoa wito kwamba tutulie, kama hatuna cha kuongea mbele ya wananchi. Tusione tu kwamba hizi ni kamera ama naweza nikaongea hivi kwa sababu ni kiongozi. Jamani, taifa letu linapita kwenye dhoruba na maumivu kwa sababu Watanzania wanaona, sio kwamba hawaoni. Unajua ni vigumu sana kumwambia mtu hiyo ni nyeusi wakati anaiona ni nyeupe. Watu wameshaona vitu vinavyotendeka, mambo kadha wa kadha yanatendeka. Kwa hiyo sio rahisi sana kuweza kuambia nyamaza. Kwa mfano kama mimi hapa, mimi mwenyewe ni mwangwa kwa sababu ndugu zangu, marafiki zangu wamekufa, sio watu wa nje. Na ukisema kwamba watu waliokufa ni watu wa nje kwenye maafa ama au katika changamoto hizi za kitanzania hizi za zoruba zilizopita hapa, kwamba wote hao walikuwa ni watu wa nje, kauli kama hizi zinachochea hasira sana, kwa sababu mimi miongoni mwao nimeondokewa na marafiki, nimeondokewa na watu kadha wa kadha ambao ni watu wangu wa karibu sana. Nadhani watu ambao wanafahamu ni watu wangapi ambao wameondoka, marafiki zangu mimi. Hawakujihusisha na maandamano, hawakujihusisha na chochote. Kwa hiyo kuna kauli hizi zinapotoka kwa viongozi wa kiserikali kwamba wote ambao wameuawa na au walioandamana au waliopata maafa katika huu muda kwa sehemu kubwa ni watu wa kutoka nje, nchi za nje, kwa hiyo si wa Tanzania. Hii inatia simanzi kwa sababu inaongeza vidonda, kwa sababu ndo tumezika. Kwa mfano kama mimi hapo unavyoona nimekaa kimya muda mrefu, sijaongea chochote, ni kwa sababu unavyoona tunaumia, tuna majonzi. Lakini sasa sisi hatulii kama watu ambao hatumjui Mungu, kwa sababu tunayo matumaini, kwa sababu mwenye haki anaamini Mungu ataingilia kati. Anaamini hakuna kilio ambacho hakina mwisho, kwa sababu itafika wakati watu wataingia kwenye furaha. Machozi haya hayawezi kuendelea. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao bado ninaomboleza. Kwa hiyo mimi nawaomba sana serikali yangu kwamba viongozi ambao mliopo katika ngazi za juu, basi kama hakuna cha kuongea kwa huu muda, ni vizuri kunyamaza. Mimi mmoja nazungumza kwamba kama hausikii jambo la kuongea kwa muda fulani, sio kila jambo unaweza kaongea ukiwa kama kiongozi. Mimi nasema sana na viongozi kwamba tunawatumikia wananchi, na kiti ulichonacho ni kiti cha dhamana, ni dhamana. Kwa hiyo tambua kwamba kuna leo, kuna kesho, kuna watoto wako pia. Kile ambacho unachokifanya kwenye kiti hicho kitaweza kutembea mpaka kwa watoto wako. Yale mambo unayotenda kwenye kiti hicho, kwenye utawala wako, yatatembea kwa watoto wako. Mungu atalipa kisasi kwa namna yoyote. Kwa hiyo kama kiongozi hauna chochote cha kuweza kuongea, cha kuwafariji ama cha kuongea kwa huu muda, kama kiongozi wa serikali kwenye taifa hili la Tanzania, ninakusihi sana, ni vizuri kunyamaza. Hata kama wewe ni mtu wa kawaida, kama hauna chochote cha kusema kwa huu muda, ni vizuri usije ukamuumiza mtu mwingine. Kuna watu wameposti ndugu zao wameuawa, wewe unafika sehemu una comments kwamba walijitakia, walifanya hivi. Natamani sana uweze kuelewa kwamba kwenye swala la kufiwa tunaweka vitu vingine pembeni. Kwenye swala la misiba tunaweka vitu vingine pembeni. Yaani kuondokewa na wapendwa ni huzuni, ni machozi. Kwa usitoe lugha ambazo zinazoendelea kuumiza. Tafadhali sana viongozi wa serikali, tutumie hekima na tutumie ile nafasi, ile utu kama wa Tanzania. Tutumie utu na Utanzania. Kama nakumbuka kuna kipindi fulani ambacho katika baadhi ya mmoja wa viongozi aliweza kuondoka, alikufa, na ni mwanachama wa chama fulani cha Tanzania hapa, cha utawala hapa Tanzania. Sasa alipokufa kuna baadhi ya watu walisherehekea. Sasa unajua inafika stage unawapeleka wananchi kufurahia kifo cha mtu fulani. Ukiona hivyo tayari unawatengenezea Watanzania. Kwa unapokuwa mtu ambaye hauoni uzito maumivu ya watu wengine, ni tatizo sana. Kwa sababu unapoona kwamba mtu anakufa wa chama fulani, alafu watu wanaanza kusherehekea, ujue kwamba tayari mioyo ya watu, mioyo ya Watanzania unayoiongoza imeshaanza kuumia, iko ndani kwa ndani. Kwa kuna maumivu yako ndani kwa ndani kutokana na kauli ambazo zinazidi kuendelea kwa Watanzania, kwa viongozi wa kiserikali. Kwa hiyo mimi natoa wito huu wa Tanzania kwa viongozi wa serikali kwamba mlioko kwenye madaraka, mlioko kwenye hivyo viti,
Tumieni kauli zenu vizuri, vinywa vyenu vizuri, kwa sababu kuna leo na kesho. Na Mungu wetu wa mbinguni, yeye ni mwenye haki. Usiendelee kuwaumiza watu. Unaweza usiwaumize kwa kuwapiga, lakini ukiendelea kuwaumiza kwa njia ya maneno yako, na ukiendelea kuwaumiza kwa njia ya peji zako. Lakini pia nazungumza na wale vyombo vya habari. Msitumiwe na baadhi ya viongozi ambao wana roho ya kukejeri, kushinikiza, kuposti vitu vyenye kuumiza walioondokewa. Naomba sana, ukiwa kama kweli wewe ni Mtanzania mwenye utu na huluma na ni mzalendo, usitumie peji yako vibaya kwa ajili ya kuweza kuwaumiza waliofiwa. Jitahidi unapoposti kitu, kitafakari sana kwenye kipindi hiki, kwa sababu kuna wapendwa wanalia. Ni mamia na maelfu wanalia, wanaomboleza katika taifa hili. Kuna familia zinalia, kuna watu wanalia, kuna watu wameondokewa na wazazi wao, wameondokewa na watoto wao, wameondokewa na ume zao, wameondokewa na wajumba zao, wategemezi, watu wakubwa ambao walikuwa na wategemea. Kwa hiyo wameondoka, wengine sasa hawana ramani tena, ghafla imetokea. Kwa sababu wengine hawakujihusisha kwenye hizo challenge labda za maandamano, lakini wameondoka. Sasa unapokuwa unaposti kitu kama mwandishi wa habari za kauli fulani hivi zinachoma, zinaumiza, basi unawaumiza. Kwa hiyo usitumike na wewe pia kama mwandishi wa habari na peji yako unajaribu kuwaumiza Watanzania ambao wamepatwa madhara haya. Tumia peji yako vizuri kuweza kufariji watu wengine. Tambua kwamba kifo kimewatokea, hawakupenda wao. Ni jambo ambalo limewatokea. Watu wameshambuliwa wengine. Kwa mfano kama mimi, ndugu zangu, marafiki zangu ambao wameuawa, wameshambuliwa nyumbani mwao, wameufia majumbani mwao, na ni Watanzania, ni ndugu zangu, marafiki zangu, tumewazika, umeelewa vizuri. Kwa hiyo kauli kama hizi zinapoendelea kutokea, zinaendelea kuwajeruhi Watanzania na zinawajengea sumu kubwa sana. Kwa hiyo mimi naomba viongozi wa dini, viongozi wa serikali, tutunze vinywa vyetu vizuri na tutunze mamlaka yetu vizuri. Tunapotoa kauli hizi, kauli zina uwezo wa kuganga mioyo ya watu, zinaweza kuchochea hasira, kwa sababu Biblia inasema jibu la upole hutuliza hasira. Kwa hiyo kama kiongozi wa serikali, unapotoa majibu, jitafakari sana, kwa sababu majibu unayotoa ndio yanaweza kuganga, kuponya taifa, ama kujeruhi na kuendelea kuumiza taifa, ama kuchochea hasira kwa Watanzania ambao wameondokewa. Mwendelea vizuri. Kwa sababu mtumishi mmoja wa Mungu, Fernandez, alisimama siku moja nilimuona kwenye kuapisho wa siku hiyo, anaapishwa rais, akawa ameapishwa. Sasa ameapishwa, kabla hajazungumza alisema mama iponye taifa. Kuliponya taifa si kwa namna yote kuliombea, hapana. Kama kiongozi, lugha, kauli, speech unazozitoa zina uwezo wa kuganga, kwa sababu kauli wanasikiliza wananchi. Kwa ukitoa speech ambayo sio, inaumiza, inajeruhi. Kwa kupitia kinywa chako kama mtumishi, kama kiongozi wa serikali, popote mahali ulipo, tumia nafasi yako na kinywa chako vizuri kuganga na kuponya mioyo ya watu. Mungu awabariki sana. Asante sana.